Asante kwa siku ya leo. Nawakaribisha katika jina la Yesu Kristo ili tuweze kuendelea na somo letu ambalo tulianza katika vitabu vile ambavyo tunaendelea kusoma vilivyoandikwa na Musa. Kwa hivyo ndio Tora. Kwa hivyo kwa leo tuko katika sura ya 19 ya kitabu ya Kumbukumbu ya Torati. Kwa hivyo wapenzi, tukiangalia somo hili kwanza, tulipomaliza somo la 18 tuliona ya kwamba ilikuwa ni sheria ambazo ni za makuhani na manabii, na tukaona ya kwamba Bwana akasema nabii ambaye anasema mambo ambaye haitimii, basi msimuamini na msimuogope. Kwa hivyo neno hili ni neno ambalo linatujenga sana katika utukufu wa Bwana. Tunaweza kuelewa juu ya watendakazi katika Kristo na vile tunatakiwa kufanya. Kwa hivyo siku ya leo tunaingia katika somo hili letu la Kumbukumbu ya Torati. Tunakaribisha wote ambao wamekuwa wakitufuata na kutusikiza katika YouTube. Na leo tunaongea juu ama tunaangazia juu ya miji ya kimbilio ambayo tunaelezwa pale, cities of refuge, ambayo kwa tafsiri nyingine tunaweza sema ni kama nyumba ya Mungu mahali ilipowekwa kama kanisa, ambapo watu wakati kumetokea hatari, wakati kumetokea vita na mambo kama hayo, watu hukimbilia huko na kukaa huko, ijapokuwa wanadamu wengine wana madharau na wanawakuta huko. Lakini hasa tuone Mungu alisema nini juu ya nyumba ambazo ni za kimbilio, na hiyo ni nyumba za Mungu ama kanisa. Kwa hivyo Bwana Mungu wako atakapoyakatilia mbali hayo mataifa yenye nchi akupayo Bwana Mungu wako, nawe ukawafuata na kukaa katika miji yao na katika nyumba zao. Hapa Bwana anatueleza ya kwamba ati siku ambayo itafika wewe uweze kuwapiga wale adui zako ambao wako mji katika ile nchi ambayo Mungu anakupa. Mahali ambapo Mungu amekupa, unajua palikuwa na wengine, na wewe sasa umepewa mahali pale, pamekuwa pako. Bwana anasema utakapo yaondoa yale mataifa mbele zako, na wewe ufikirie utakapo yakatilia. Kuyakatilia ni kuyafukuza kabisa, na wewe uwe umeridhi ile nchi na uko mahali pale, basi Mungu wako nawe ukawafuata, na ukiwafuata wale na katika miji yao ukaweza kuchukua, basi Bwana anasema hata nyumba zao ukaishi. Kwa sababu hasemi ya kwamba mnachoma nyumba na mambo mengine, lakini anasema ukiingia katika hiyo nchi ya ahadi ambayo Mungu anakupa, hata nyumba za wale watu zitakuwa zako na urithi wako utakuwa mahali pale. Basi Bwana anasema itenge wakati utaingia katika hiyo starehe, umeondoa maadui wote, umekaa vizuri, maisha yako yameanza kuonyesha ya kwamba ni ya kufaulu, hauna shida zingine sasa, na umerithi nchi mahali unapoishi. Basi anasema itenge miji mitatu iwe kwako katikati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki. Bwana anasema utatenga miji mitatu. Miji mitatu hii itakuwa wewe umeiweka kando, si yako, umeitenga kwa sababu ya Bwana. Na amesema itakuwa katikati yenu, yaani watu walio mwisho ule, watu walio mwisho mwingine, watu walio sehemu nyingine wanaweza kufika haraka, kwa sababu hiyo miji iko katikati. Hiyo miji itakuwa katikati ni kuonyesha nini? Ndio kila mtu akiwa katika sehemu aliyopo mahali kwake kupo, basi itakuwa rahisi kwake kukimbilia katika hiyo nyumba ya Bwana, ambayo ni mji wa kukimbilia. Hapo mji uelewe ya kwamba ulikuwa ni mji mkubwa tu kiasi, ambao una makao yake nyakati zile za zamani, na una uongozi wake ambao utakuwa mahali pale. Na basi atakimbilia katika mji huo, na ninajua ya kwamba ulikuwa umewekwa ua, ili yani fence, ili mtu akija akiingia asiweze kuchukuliwa kutoka huko. Naye anasema ukisha tenga hiyo miji mitatu
Na nimewaambia mfano mzuri uweke katika mafikira yako ni nyumba ya Mungu, mahali ambapo watu wanaweza kukimbilia wakiwa na shida. Basi itenge njia, uigawanye na mipaka ya nchi yako, akuridhishayo Bwana, iwe mafungu matatu, ili kwamba kila mwenye kuua mtu apate kukimbilia huko. Basi anasema hata barabara zile utatengeneza za kwenda mahali pale ziwe ni barabara tatu ambazo ni nzuri sana, ambazo hazina uchafu, zimetengenezwa vizuri, njia ya kwenda pale, ili mtu yeyote atakayefanya dhambi, ambaye hii ndiyo ya juu sana, kwa sababu Mungu amesema usiue, na anaposema usiue anasema hiyo ndiyo dhambi ya juu sana, wakati unatoa mwili wa mtu mwingine, na ni Mungu mwenye mwili huo, na ni Mungu mwenye uhai huo, na ni Mungu mwenye nguvu zilizo ndani ya mtu huyo, wewe unatoa nama kumuua huyo mtu. Hiyo ni dhambi ya juu sana, ni dhambi iliyo juu sana na iliyo mbaya sana. Basi Bwana ndiyo maana anatenga hii miji mitatu kwanza. Wakati anatenga hii ni kwa sababu ya mtu atakayeua, na mtu huyu akiua atakimbilia huko ili apate kuokoka. Je, ni mtu anayeua tu kwa kupenda ama ni kwa nini? Tutaona sababu zake ni nini mtu huyu anapatiwa mahali pa kusetiriwa, mahali pa kimbilio. Na hii ndiyo hukumu ya mwenye kuua mtu. Hii ndiyo hukumu ambaye Mungu aliweka kwa yule mtu ambaye anaua mwenzake. Atakaye kimbilia huko awe hai, atakaye muua mwenziwe pasipo kukusudia wala hakumchukia tangu hapo. Huyu mtu akiua kwa bahati mbaya, hakumchukia huyu mwenzake aliyekufa na hakuwa na uadui naye, lakini kwa jambo fulani likatokea tu kwa bahati mbaya, pengine walikuwa wakitembea akamtega akaanguka, wakiwa katika kuteleza katika matope, pengine walikuwa katika hali ya kuchokozana mchezo, yani hali ya mchezo, mmoja akaanguka akafa. Mambo kama hayo ndio inaelezwa, hakukusudia. Ama alienda kuamua vita katika jirani ambao walikuwa wanapigana, pengine ni vita ya familia, na yeye alipoenda kuamua kwa bahati mbaya kumshika yule, basi naye akaanguka kwa bahati mbaya, akaangukia silaha yoyote, akafa bila yeye kuwa na tarajio. Hakutegemea na hakuwa na kusudi la kumuua yule. Basi Bwana ndio anasema juu ya mtu huyu ambaye hakuwa na kusudi la kuua na mtu akafa, basi huyu mtu anatakiwa kuwa hai kwa sababu hakuua kwa kupenda kwake. Na utajua hata katika mahali ambapo tuna sheria kotini mwetu ambazo zinatawala nchi zetu na namna hiyo, unaona ya kwamba kesi huwa wanapanga kwa njia ya kiwango cha juu cha muuaji, kiwango cha kati, kiwango cha tatu, na vile vile akikosea pale, basi wanasema ni manslaughter. Hii wakirudisha hapo, basi huwa ni rahisi kwa sababu inatoka area ya kinyonga, inakuwa ya kwamba huyu mtu atafungwa miaka kadhaa, anaweza fungwa hata siku 2, anaweza achiliwa. Kwa hivyo hiyo ndiyo maana uelewe mambo haya. Koti itaamua ili isimpate huyu mtu kuwa na hatia, akimbilie huko, na akikaa huko aweze kuwa hai. Kwa hivyo kuna sababu ambazo nataka uzielewe hapa. Kama aingiapo mtu na mwenziwe mwituni kwenda kukata kuni, akapeleka mkono wake na shoka ili kukata mti, likatoka shoka katika mpini likampiga yule mwenziwe hata akafa, basi na akimbilie katika miji hii mmojawapo awe hai. Unaona vile hapo Bwana anaeleza katika maandiko. Anasema mfano mzuri ni watu wawili wanaenda shambani, wanaenda msituni, wanaenda kutafuta kuni, na wakati wanaenda kukata kuni, kila mmoja ana shoka, na wakati huyu anainua shoka kukata mti, shoka linatoka katika mpini, katika mti unaowekwa shoka ndio mpini. Basi likitoka pale linaenda linamgonga yule mwenzake, naye anakufa. Huyu mtu hakuwa anataka kumuua, kwa hivyo ni shoka
mpini lilitoka kwenye mpini likaenda likampata pengine kichwa, pengine mahali pengine pa hatari, na akaweza kufa. Basi anasema huyu mtu akimbilie katika mji huo, moja ya hiyo miji mitatu, aweze kuwa hai. Basi Mungu aliweka mahali hapo ili mtu kama huyu, umeona ya kwamba hakuua kwa kusudi, aweze kupata kuokolewa. Kwa sababu maana ya yeye apate kimbilio ni kwamba kama ndugu za huyu mtu aliyekufa amegongwa na shoka, kama ndugu zake wakimpata ama familia zao wampate huyu, hawataelewa nini kimetendeka. Mara moja wataanza kumhukumu na kumpiga na kumuua. Ndio Bwana mkasema, kabla mtu yeyote hajakuja, kabla hawajafika, wewe kimbia, watajua baadaye huyo mtu amekufa. Wewe kimbia kwanza, usalimishe moyo wako, na wewe ukisha kimbia uingie kati ya hii miji mitatu. Ukiingia mahali pengine watakuchukua na kukuua, lakini ukiingia katika mji ule, ilikuwa ni sheria ya Bwana ya kwamba mtu asikutwe mahali pale. Kwa hivyo wakati ambapo watu wanakuwa vitani ama wanapigwa na wanakimbilia katika nyumba za Mungu, miji ya Mungu, yaani makanisa, hawa watu hawatakiwi kufuatwa huko ndani, na mtu yeyote anayefuata watu katika makanisa na kuwaua, yeye ni muuaji na anastahili kuuawa, kwa sababu anatenda kinyume na neno la Mungu, na anatakiwa hata si kuadhibiwa, ni kuondolewa kabisa kati ya watu wote, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni mbaya, ni msaliti. Kwa hivyo mambo haya ni mambo ya muhimu, kwa hivyo ni maandiko, na ni lazima tuangalie vizuri sana, tusije tukaingia katika majaribu. Mtu huyu hakuwa na kusudi, watu hao hawakuwa na hatia, wamekimbilia kujificha katika uwepo wa Mungu, nao unaenda unawakuta huko. Mumewahi kusikia kesi kadhaa katika nchi ambazo haziheshimu mambo ya makanisa. Unasikia vile wanaua Wakristo, vile wanachoma makanisa kama kule India na kwingineko. Hata kwenyu Kenya unakuta watu wanapigana clashes na wanaenda wanachoma watu kanisani. Kwa hivyo hiyo Mungu alikataa kulingana na maandiko yake matakatifu. Mtu hao wakikimbilia huko wawe wanasalimika, wasiweze kuuawa, waweze kuwa hai. Asije akaandamiwa muuaji na mwenye kulipiza damu, moyo wake ukali na hasira akampata kwa njia kuu ndevu akamuua, wala hapana haki ya kuua, kwa kuwa hakumchukia tangu hapo. Kwa hivyo anasema ili mtu huyu ajisalimishe, anakimbilia katika mji huo ili asikutane na wale watu ama yule mtu mwenye kulipiza damu. Yaani huyu anaweza kuwa ndugu ya aliyekufa ama mtu ambaye ameamua atamuua kwa sababu na yeye ameua. Kwa sababu umeona wakati mwingi hata katika miji unakuta mtu, katika miji ya Afrika sana, unakuta watu wakati ambapo hatari imetokea, pengine watu wamepigana kule ama mtu ameiba kitu, kesi rahisi tu ya wizi, wanamshika wanamuua na kumweka taa ya shingoni na kumchoma. Hiyo ni kinyume kabisa ya injili ya Mungu. Mungu si mapenzi yake. Mtu yeyote anayechukua hatia namna hiyo, anachukua mkono wake kuua mtu namna hiyo bila mtu huyo kufikishwa hukumuni, huyo mtu amelaaniwa na atakufa namna hiyo, kwa sababu Bwana anasema anayemwaga damu naye damu yake itamwagwa. Kwa hivyo wapenzi, haitakiwi hata kukimbilia kati ya watu wakati wanapiga hata mtu unaita mwizi ama mtu kama huyo. Mtu yeyote anatakiwa kupelekwa mahakamani na akaweza kuhukumiwa kulingana na sheria. Ndipo anaeleza hapa, lakini kunaweza kutokea kama hii sasa ya kuua. Ndiyo anasema ili yule mtu anaweza kulipiza damu ya yule aliyekufa, aweze kwa hasira zake kukugonga naye akuue. Kwa hivyo hiyo kesi itakuwa na imeambatana, kwa sababu hata yeye sasa atahukumiwa kufa, huyu ambaye analipiza damu, kwa sababu amekuua akiwa na nia ya kukuua. Kwa hivyo tafadhali uelewe kabisa ya kwamba huyu mtu akimbie, kwa sababu hakuwa na shida na huyo mtu hapo awali, hakuwa na shida na yeye, hawakuwa na chuki.
Kwa hivyo ilitendeka kwa hali ile, mnaweza sema pengine bahati mbaya. Kwa hivyo wapenzi, hivyo ndivyo unaambiwa akimbie kabla watu wenye hasira hawajamfikia. Kwa sababu hii ninakuamuru na kukuambia ujitengee miji mitatu. Kwa hiyo sababu ambayo tumeelezwa hapo na Bwana akamwambia huyu Mwisraeli, watu wa Mungu, waweze kutenga hiyo miji mitatu ili waweze kutenda mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wapenzi, wakati unaona makanisa yanajengwa, ni miji ya kukimbilia. Wakati watu wana shida, wanakimbilia huko, ijapokuwa kuna miji ingine imekuwa wakikimbilia huko wanasakanywa, yaani wananyang'anywa, lakini hasa hiyo ni nyumba ya kukimbilia, ikiwa muji ni muji wa kukimbilia. Na kama Bwana Mungu wako akiueneza mpaka wako kama alivyowaapia baba zako, akakupa na nchi yote aliyoahidi kwamba atawapa baba zako. Sasa hapa Bwana anakuambia, kumbuka hapa ni miji mitatu amesema, lakini anakuambia katika hii mstari wa 8, anakuambia lakini Bwana ikiwa atapanua mipaka yako, atakueneza, yani atapanua mipaka yako, mzidi kuongezeka katika hiyo nchi, na nchi iwe kubwa, muwe mumerithi nchi kubwa kama alivyoahidi, basi mtafanya nini? Hiyo ni kusema mkiongezeka vile ambavyo Bwana ataendelea kuwapa nchi. Anasema nawe ukayashika maagizo haya yote ni kuagizayo leo, na kuyafanya kumpenda Bwana Mungu wako na kwenda siku zote katika njia zake, ndipo ujiongezee miji mitatu tena pamoja na mitatu ile. Kwa hivyo wapenzi, wakati utaongezeka, wakati mtazidi kuwa wengi, wakati mtarithi nchi kubwa, wakati nchi yenu itaenezwa na Bwana, anasema ya kwamba mtaongeza miji mingine mitatu kama ile ya kwanza. Kwa hivyo, kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanazidi kuzaana, watu wanaongezeka. Kwa hivyo sasa ile miji mitatu haitoshi, ni lazima iongezwe ingine mitatu. Unaelewa nini juu ya jambo hilo, wewe mpenzi unayenisikiza? Ni kwamba wakati watu wataongezeka mahali ulipo, ni vizuri kuongeza makanisa. Ni vizuri kuongeza makanisa ili watu wapate mahali pa kimbilio. Msije mkaongezeka mkazaana sana na mkakosa kuongeza madhabahu, mahali ambapo watu wa Bwana watakimbilia. Hiyo miji sasa itakuwa ni miji 6 ambaye Bwana amesema itaongezwa. Na hiyo ni kusema hata kama ingeongezeka tena zaidi, wangeongeza ingine mitatu, isije ikamwagika damu na ya asiye makosa kati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi ikawa na damu juu yake. Kwa hivyo maana ya kusema hivi, maana ya miji hii, anasema miji hii ijengwe namna hiyo, ni kwa sababu kusije kukamwagika damu ya mtu ambaye hana hatia, mtu aliyeua bila kukusudia. Na uelewe hapa vizuri, wakati damu ya mtu mwenye haki, mtu ambaye hakukusudia kufanya kitu, inapomwagika namna hiyo, basi nchi inaingia katika laana. Nchi inalaaniwa na inakuwa sasa hiyo nchi Mungu anawaachilia peke yenu mpaka wakati hiyo nchi itatakaswa. Na ndio unaona nchi kama zile ambazo watu wameuawa sana, unaweza kumbuka wakati wa Idi Amin watu waliuawa sana, unaona hizo nchi zimenyamaza tu. Unaweza kumbuka nchi kama yenu, ambao wengi ambao mnanisikiza pengine ni watu kutoka Kenya, unakumbuka vile ilivyokuwa wakati wa clashes. Nchi imekuwa inayumba tu, hakuna mahali, mambo inaenda tu, haiendi vile ilivyokuwa, kwa sababu ile damu bado watu hawajatoa hali ya utakaso, hawajatenda mambo ambayo Mungu anataka, ili dhambi hiyo ya watu ambao hawakuwa na hatia ilimwagwa. Kwa hivyo nchi ililaaniwa, na wakati ililaaniwa itahitaji watu ambao wameteuliwa na Bwana, makuhani, na vile vile kama kuna jamii za watu ambao wanaelewa hali hii katika jamii na wazee waliopo, kwenda na kutoa dhabihu ya kuitakasa nchi. Bila kufanya hivyo, kutakuwa ni yumba na watu kuchukiana
na mambo kama hayo kuendelea, kwa sababu damu Mungu aliambia Nuhu, yule atakayemwaga damu na yake itamwagika. Kwa hivyo wapenzi, muangalie mambo haya sana, yameandikwa katika maandiko, lakini katika ulimwengu huu wa kizazi hiki wamekuwa watu wa kupuuza mambo ambayo ni lazima yaweze kuangaliliwa kwa makini. Lakini mtu awaye yote akimchukia mwenzake, ikiwa mtu yeyote atamchukia mwenziwe na kumwotea na kumuinukia akampiga hata akafa, naye akakimbilia miji hii mojawapo. Kwa hivyo mtu akimuotea, kumuotea mtu ni kujificha, ukimgoja mahali yeye upita, hapo unamuotea. Na wakati ambapo atamuotea na kumuinukia amgonge, amue kwa njia yoyote, huyu mtu akifa, hata huyu mtu akimbilie katika mojawapo ya hiyo miji, akikimbia huko, itakuwa namna gani? Kwa sababu tayari ameua kwa kuotea, ameua kwa kupenda, ameua kwa kupangilia. Alikuwa amefikiria, hata pengine alibeba kisu ama alibeba bunduki ama nini, ameua akijua anaenda kuua fulani. Wakati mtu wa namna hiyo atakavyoua namna hiyo, Mungu anasema nini? Anasema ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mikono ya mwenye kulipiza kisasi cha damu, apate kufa. Kwa hivyo sasa, wapenzi, unasikia, yule anaua akiwa na nia, hata yeye anatakiwa kuuawa. Hata ikiwa amekimbilia katika mji huo, kusiingiwe na fujo. Mji huo msiende na fujo, msiende kumvuruta huko ndani, kwa sababu huo mji umeteuliwa na Bwana na ni mji mtakatifu. Kwa hivyo vile mtafanya, mtatuma ujumbe, wazee watatuma wajumbe, watatuma watu waende waambie wale wenyeji huko, makuhani na manabii na wengine wanaokaa katika na Walawi wanaokaa mji huo, ya kwamba huyo mtu ameua akiwa na nia. Kwa hivyo anatakikana wapewe, wamrudishe ili aweze kuhukumiwa. Na hivyo ndivyo inaamanisha. Kwa hivyo watapewa huyo mtu, kwa sababu wametoa udhabiti, wametumwa na wazee wa kijiji na wakaambiwa waende naye, kwa sababu yeye ameua akiwa ameotea, akiwa amekusudia. Na basi atarudi na yule mlipisha kisasi cha damu, yule ambaye anahusika, ambaye anatakiwa kufanya hiyo mauaji, basi atampiga na mpaka afe. Kwa hivyo kawaida walikuwa wanapigwa na mawe mpaka wanakufa. Kwa hivyo na yule ambaye ni familia ya huyo aliyeuawa, kawaida yao ndio walianza, na wengine basi wakaendelea na kauawa, kwa sababu tayari huyu mtu ana hatia, kwa sababu aliua akiania, alikuwa na nia ya kumuua na akamuotea na kumuua. Kwa hivyo unaona utofauti. Yule ambaye hakukusudia ajifiche katika mji ule, mpaka wakati gani? Tutajua ni mpaka wakati gani. Na huyu ambaye ameua kwa kuania, kwa kunyemelea, kwa kungojea kando ya njia ama gizani, ama kumpiga risasi, basi huyu mtu hata akikimbilia mji wa salama aweze kukimbiliwa na kuondolewa. Wazee watatumana ujumbe, naye wajumbe watarudi naye. Jicho lako lisimuhurumie, lakini uondoe damu ya asiye makosa katika Israeli ili upate kufanikiwa. Unaona, huyu mtu ambaye ameua akikusudia, Bwana anasema msimuhurumie. Msimuhurumie, ni muuaji. Na kuna mambo ambayo inaendelea ambaye tumeona, na sitaki kuingia sana upande huo, lakini tuko katika masomo. Mtu ambaye ameua akiwa na nia ya kuua na amepatikana na hatia kotini ya kwamba yeye ameua kwa kupenda, sioni haja. Neno la Mungu linatuambia huyo mtu aondolewe, kwa sababu tayari yeye amefanya dunia kuwa na laana. Kwa hivyo huyo mtu hatakiwi kuwapo. Hiyo ndiyo maandiko inatuambia hivyo, kwa sababu hata akikaa hata afungwe maisha, bado atakufa tu, na bado sasa hata hiyo ndiyo mateso yake
marefu sana, kwa sababu kila siku hatakuwa na amani. Akisikia mlango umefunguliwa wa jela mahali amewekwa, anafikiria ni siku hiyo anakuja kuuawa. Kwa hivyo atakaa maisha ya mateso makubwa sana ambaye hayafai kulingana na maandiko ya Mungu. Hakuna mahali ya maandiko ya Mungu inatuambia tufunge mtu maisha. Hiyo hakuna mahali imeandikwa. Inasema ya kwamba mtu huyo ameua kwa kufanya hilo kwa kusudi, yaani alitaka kufanya hivyo, basi naye vile vile na apigwe na asihurumiwe, auawe kotini, alafu aweze kuuawa, ili naye damu ya yule isiwe juu ya watu wote katika Israeli, ili katika Israeli ipate kufanikiwa. Wakati ambapo damu imemwagika ya mtu ambaye hana hatia na ameuawa, watu wengi wakati huo hawezi kuendelea. Maisha huwa ngumu kwa sababu hizo damu zote. Hebu angalia wale watu wameuawa, mahali ambapo wamewahi kusikia watu wameuawa bila sababu. Hizo damu zote zinalia kwa Bwana, kama siku ya Kain wakati aliua Abel ambaye hakuwa na hatia. Damu ya Abel ilimlilia Bwana na Bwana akawa anasikia kilio cha Abel. Kwa hivyo ni hivyo hivyo hata wakati huu Bwana anaponena maneno haya, anataka kutuangazia ya kwamba damu ya mtu ni muhimu sana, na damu ya mtu siyo ya mnyama. Kwa hivyo, na wakati mtaua sana, nchi yenu haitafanikiwa. Na uangalie sana nchi zile zimekuwa zikiua watu na kuwaua watu vibaya, zimekuwa katika hali mbovu sana, haziwi vizuri. Angalia hata nchi kama Rwanda, vile wenzao waliua wengine, ilikuwa shida sana. Nchi ilirudi nyuma, ikalaniwa, mpaka wakati kiongozi mzuri alirudi na wakatoa dhabihu kulingana na wazee wa nchi yao. Walipotoa hizi dhabihu, mambo yakapoa, na sasa nchi ikaanza kuendelea. Kwa hivyo wapenzi, mambo haya Bwana anatufunza ni ya muhimu sana, na inatakiwa kila kanisa, kila mtu anayemjua Bwana aweze kuyafahamu. Usiondoe alama ya mpaka wa jirani wako walioweka watu wa kale katika urithi wako, utakao urithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Na ukishapata ile nchi, mahali utapata nchi yako, mahali ambapo unaishi, mahali Mungu amekupa. Waliambiwa ya kwamba wasisogeze mpaka mahali beacon. Hii ni beacon, mahali mpaka umewekwa wa beacon, usiweze kusogeza. Usiende usiku na kung'oa usogeze pale. Bwana alikataa, alisema usijaribu, na amesema hii ni laana tena mbaya sana. Wakati unaenda na kusogeza mpaka wa jirani, hata kama ni ploti unajenga, kama umemsukuma mwenzako, unaiba hatua moja ama mbili, wewe ni mwizi na umetenda kinyume na Mungu. Kwa hivyo anasema mpaka usisogeze, uliowekwa na wale savea walioweka, yaani wazee wale walioweka ile mipaka, usijaribu kusogeza. Na wale walio katika mashamba ambao wanagawana shamba na mpaka, na vijiti vinapandwa pale na pale, na namna hiyo wanaambiwa mpaka hata jirani, usisukume jirani yako, na usihamishe mpaka mahali unatakiwa, kwa sababu hiyo itakuwa ni laana kwa familia yako, na Mungu hatakuwa na furaha nawe. Basi umesikia juu ya hiyo miji ambayo Bwana alisema mitatu iweze kuwekwa kando, ili na barabara zake ziwe katikati yenu, ili wakati wote mtu akiua bila kukusudia akimbie mahali pale na aweze kukaa pale ambapo atasalimika. Lakini yule anakimbilia pale akiwa ameua kwa kukusudia, wazee watume ujumbe aende achukuliwe huko, aje na auawe naye vile vile, ili kusiwe damu ya laana katika nchi ambayo Bwana amekupa. Kwa hivyo wapenzi, hapo ndipo tunafika juu ya hiyo miji. Na sasa tuangalie sheria ya shahidi, yaani mtu anayeenda kutoa ushahidi juu ya jambo fulani kotini, ama mbele za wazee, ama mbele ya makuhani. Anasema ya kwamba shahidi mmoja asimuinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote, wala kwa dhambi yoyote, katika makosa akosayo yoyote, jambo na lidhibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Wapenzi, hii ni jambo ya muhimu sana. Wakati ambapo unaona kwa mfano kesi ya
mume na mke wanapoenda kushtakana na hakuna mashahidi, mmoja anamshtaki mwingine, hiyo kesi haitakiwi kuamuliwa pale. Inatakiwa kuwe na mashahidi ambao wameweza kushuhudia mambo inayotendeka. Pengine wanaweza kuwa watoto, pengine majirani, pengine watu wanaojua kesi hizo. Na kwa hivyo hata kama ni kwa chifu ama ni mahali popote, ama kesi imeletwa kanisani, mahali ambapo mnaabudu, ni lazima wazee waangalie ya kwamba hawa wanashtakiana, iko shahidi anayeshuhudia mambo hayo ni kweli, na asiwe shahidi mmoja, asiwe ni shahidi mmoja. Neno la Mungu linasema wawe shahidi wawili ama watatu, hivyo ndivyo itakavyosikika. Kwa hivyo wapenzi, na anasema si kwa uovu wowote, hata ikiwa ametenda uovu wote na hakuonekana na ameshtakiwa sasa, basi kusiwe na shahidi mmoja. Na kwa hivyo ama ametenda dhambi yoyote, pengine amezini, pengine amepatikana kwenye boma za watu, basi mambo kama hayo na makosa iwayo yoyote iweze kuthibitishwa na vinywa vya mashahidi wawili ama watatu. Kwa hivyo wapenzi, hata wakiongezeka zaidi ya hao ni vizuri, lakini mtu asihukumiwe kwa sababu ya shahidi mmoja. Kumekuwa na kesi nyingi ambazo kwa sababu ya hali ya corruption, ufisadi, mambo haya yamekuwa mabaya sana. Hata kotini tunapata hadithi katika magazeti na kwingineko, tunasikia kesi zingine zinafanyiwa katika nyumba za ndani, ili mtu ahukumiwe hata hakuna mashahidi. Kwa hivyo wapenzi, ninawaambia nini? Ninawaambia hiyo ni makosa. Mtu asikizwe, jaji aweze kusikiza kesi kutoka kwa mashahidi wawili, watatu ama zaidi, kulingana na neno la Mungu. Naye akitenda hivyo, mashahidi hao watatoa ushahidi huo katika vinywa vyao. Kwa hivyo kama ni uongo wanatumia, wamesikizana pamoja, basi kaa la Mungu litakuwa juu yao. Hao hukumu ya Mungu itakuwa juu yao, hao mashahidi ambao wameongea uongo. Na nikaguzia wakati mwingine, angalia mashahidi wa uongo utayarishwa namna gani, hata wakiwa wengi. Angalia wakati wa Ahabu alipotamani shamba la Nabothi, mke wake alienda akatafuta wazee watatu, wakasema uongo, wakatoa ushahidi wa uongo, kwa sababu alitumia hii kanuni katika mstari huu wa 15, mashahidi watatu. Basi waliponena hayo na wakamhukumu yule Nabothi kwa njia ya uongo, akaweza kuuawa na kupigwa na mawe. Kulitendeka nini katika Samaria? Wakati mambo haya yalitendeka, ujumbe wa Mungu ulikuja na ukaambia huyu mtu anaitwa Ahabu mfalme pamoja na mkewe Jezebel ya kwamba hata nao watauawa na damu yao italiwa na mbwa, italambwa na mbwa kule barabarani. Kwa hivyo wapenzi, Mungu hapendelei wakati unakata kesi ukiwa na shahidi mmoja na hauna shahidi wengine wa kuthibitisha. Bwana anasema ithibitishwe kabisa na mashahidi wawili ama watatu. Na ikikosa hao, hiyo kesi achilia, achana naye. Hakuna hatia ya huyo mtu kwa sababu kumekosa mashahidi. Shahidi mdhalimu akimwinukia mtu yeyote na kumshuhudia juu yake ya upotoe, yaani huyu shahidi ambaye ni dhalimu, mbaya, mwovu, ambaye anakuchukia, ambaye anatoka na kumwinukia mtu na kutoa ushahidi wa uongo, huyu mtu akitoa ushahidi huo ili wewe upotoe, kwa sababu tumesikia, ndipo wale watu washindanao kwa mambo yale na wasimame wote wawili mbele za Bwana, mbele ya makuhani na waamuzi watakao kuwepo siku hizo. Hawa watu wawili, yaani huyu shahidi na yule mtu dhalimu ambaye anasimama na ushahidi wake, basi anaambiwa wasimame mbele ya makuhani, nao waamuzi na watafute kwa bidii. Na tazama, yule shahidi akiwa shahidi wa uongo, naye ametoa ushahidi wa uongo juu ya nduguye, ndipo mtamfanyia kama alivyodhani kumfanyia nduguye, ndivyo mtakavyoondoa uovu
katikati yenu. Kwa hivyo mtu akija amemshtaki mtu kwa jambo ambalo limekataa kudhibitika na hakuna shahidi wengine, basi mkichunguza kabisa muone ya kwamba hapa ni uongo, kitu kile mtafanya huyu dhalimu ambaye analeta uongo, mutamfanya vile alikuwa anataka mwenzake afanywe, vile alimfanyia huyu, vile alitaka huyu ambaye amekuja kumshtaki afanyiwe, basi yeye ndiye atakayefanyiwa hivyo, ili muondoe uovu kati yenu, muondoe watu kama hao, watu wenye kuleta uongo, watu wanaoongea uongo kwa sababu ya wengine, ili muweze kuwaondoa kati yenu, kwa sababu mkiondoa huyu mmoja kwa njia hiyo, wengine wataogopa kuleta kesi za uongo, na watakaosalia watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Kwa hivyo katikati ya watu wa Israeli, katikati ya watu wa Mungu, hakutafanyika hivyo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu tayari mkimpata yule mwovu na mumtendee vile alitaka yule atendewe, watu wengine wote hawatarudia, kwa sababu watajua hata hao wakipatikana watafungwa ama watachukuliwa hatua ya vile yule alitaka huyu afanyiwe. Hiyo ni kusema kama alikuja na kusema juu anataka kumnyang'anya huyu shamba yake, na akatoa ushahidi, yeye anasema ni lazima aondoke hapo kwa sababu si kwake, na basi akapatikana ni muongo, kwa sababu alitaka kumnyang'anya hiyo shamba, basi yeye anyang'anywe shamba yake ipewe huyu. Hivyo ndivyo inaimanisha vile alitaka huyu atendewe, naye atendewe hivyo, kwa sababu amekuwa mwongo, ili watu waogope na waweze kujiondoa katika uovu wa namna hiyo kati yenu. Wala jicho lako lisiwe na huruma wakati ambapo unaamua kesi, wakati unakata kesi, wakati wewe ni hakimu, wakati wewe tuseme ni kuhani mkuu ambaye unatakiwa kukata kesi fulani, usiwe na huruma. Biblia, neno la Mungu linatufunza usiwe na huruma, kwa sababu ukiwa na huruma kwa mtu mwovu, hata wengine watakuwa na huruma. Lakini wakati mwingine hawa mahakimu na makuhani wengine wanakuwa na huruma. Kwa njia gani? Wanapewa rushwa, wanapewa pesa ya kuhongwa, alafu wanafanya kesi kwa njia isiyofaa. Hata mtu aliyekuwa na hatia akiwa jela siku 2 amehukumiwa, siku nyingine unamkuta yuko nje anatembea pamoja nanyi. Tumeweza kuona mambo kama hayo ya ufisadi na hali ya watu kupewa rushwa, wanakata kesi kwa njia isiyofaa. Kwa hivyo Bwana anasema jicho lako lisiwe na huruma, usiwe na huruma kabisa na yule mtu. Anasema uzima kwa uzima, ikiwa aliua basi auawe, uzima kwa uzima. Kama ni uzima ametoa ya mwingine, na yake itolewe. Hata kama mtu ameua, Mungu anasema hata naye auawe. Na kama ni jicho kwa jicho, wakati huo ilikuwa kama ni jicho alimtoa mwenzake, basi naye atolewe jicho. Kama ni jino alimtoa mwenzake kumpiga ngumi, naye vile vile atolewe jino. Kama ni mkono alimkata, naye vile vile akatwe mkono. Kama ni mguu, naye vile vile akatwe mguu. Hii ni kusema, angalia nchi za Uarabuni ambao wanatumia sharia, na Kurani niliwaambia kumbuka iliandikwa miaka 600 baada ya Kristo, baada ya Yesu kuondoka. Kwa hivyo miaka 600, kwa sababu Muhammad alizaliwa 570 AD, na wakati walianza hii dini ya Islamu akafa 632. Wakati alipofariki ndipo kina Harifu na wengine walianza kuandika ile Biblia, ile Quran ambaye Muhammad alikuwa ameanza na kuwaeleza vile itaandikwa. Kwa nini? Kwa sababu Muhammad alikuwa anaenda biashara Jerusalem, ambayo ilikuwa nyakati zile ndio makao makuu ya biashara, nyakati zile za miaka ile. Na wakati alikuwa akienda huko, aliona watu wanaabudu kule katika hekalu, katika mahali pengine. Aliona Biblia akiwa kijana, na basi aliona hii ni mambo mazuri, kwa sababu wakati huo katika Uarabuni hakukuwa na mambo ya dini, watu waliamini miungu mingi tu. Na basi ndipo walikuja na maandiko mengi katika Kurani unayakuta yako katika Biblia. Unakuta Abrahamu yuko huko, Musa yuko huko, Isaka yuko huko, wote wako kule. Yesu yuko huko, anaitwa Isa. Kwa hivyo Bikira Mariamu yuko huko,
wanakubali Mariamu alimzaa kwa muujiza. Kwa hivyo mambo haya yapo katika Kurani, na kwa hivyo kama yapo, hawa bado wanafuata hii. Katika hii mstari wa 21 wanasema ukiua wanakuua tu, hawakuwa na mambo mengi. Kama umetoa mtu jicho, wanakutoa jicho. Ukiiba wanakata huo mkono. Na ndio unaona katika nchi hizo hakuna matangazo mengi ya uhalifu. Hapana, kwa sababu watu wanajua wakiwa wahalifu kwao watakipata, basi hao hutoka wanakimbia nchi zingine, wanaenda kuwa wahalifu huko. Lakini katika nchi za Waislamu ambapo wameshikilia kabisa, huko ni hatari. Hata mtu kwenda kuzini na mke mwingine akapatikana, basi naye anahukumiwa kuuawa. Kama vijana wakilalana namna hiyo wajulikane, ni kifo. Kwa hivyo mambo kama hayo wakati inafanywa kulingana na vile ilikuwa, unakuta sheria imepatikana sana. Lakini sisi tuliokoka kwa sababu ya Agano Jipya tumeona ya kwamba mambo mengi tumeyaachilia kulingana na maandiko yaliyoandikwa na mtumishi wa Mungu katika Pauline Doctrines, na vile vile katika Injili ya Kristo akasema juu ya msamaha. Kwa hivyo wapenzi, tutakoma hapo kwa siku ya leo. Mungu awabariki sana. Tunamalizia somo letu hapo. Kwa hivyo miji ya kukimbilia ilikuwa ni lazima, kanisa ni lazima liwe mahali hapo. Mungu awabariki sana, azidi kuwapenda. Wiki ijao Jumanne tutaendelea na somo letu.